Nimekuwa na ibada za kipaimara katika dinari ya Chamwino mjini ambayo ina jumla ya parishi 10. Tumeona makundi ya wanakipaimara wakijitokeza. Tumeweza kuweka mikono au kuwapa sakramenti ya kipaimara jumla ya watoto na watu wazima 725. Na katika mahubiri tumekuwa tunatumia neno la mfano wa mpanzi ambao liko katika Injili ya Mathayo sura ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 9. Na tunachosisitiza ni kwamba Wakristo wao kama udongo wahakikishe kwamba mbegu zinaota, zinamea na hatimaye zinazaa matunda. Na mbegu mojawapo ambayo tumekuwa tukipanda huko nyuma na hasa sisi kama mkoa wa Dodoma kwa kweli ni ujasiriamali. Huko nyuma tumekuwa tukihubiri kuhusu mfano wa talanta. Yesu anataka tuzalishe talanta, tufanye ujasiriamali, manake kanisa lijishughulishe na mambo ya ujasiriamali pamoja na biashara. Kwa hiyo nimekuwa nikihamasisha kila kanisa liwe na kitega uchumi, kila kwaya iwe na kitega uchumi, na kila Mkristo awe mjasiriamali. Na nimeshangazwa kuona kwamba hizi mbegu zilianguka kwenye udongo mzuri. Wakristo wengi wameitikia, makanisa mengi yameitikia, na hata kwaya nyingi zimeitikia. Kwa mfano kwaya moja ya vijana hapo Msangalale ina bajaji 5 na gari moja ndogo ambayo wanaitumia kwa ajili ya Bolt. Tunaona kwamba mbegu tunazopanda kwa njia ya mahubiri zinazaa matunda.